Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 46 hadi ya 52. Nitaisoma. Walifika Yeriko. Yesu alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo anapoelekea Yerusalemu akiwa na wale thenashara, anapita Yeriko. Yeriko ulikuwa ni mji wa kale ambapo wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri wakavuka Yordani. Yeriko ile ambayo ilikuwa ni kizuizi kwao, ule mji ulikuwa kizuizi kwao kuweza kupita kwenda Yerusalemu. Walifanya maombi ya kuzunguka Yeriko kwa muda wa siku 7. Ngome ya Yeriko ikaanguka, wakamngamiza kila kitu. Yeriko ulikuwa ni mji ambapo kahaba yule aliyekuwa amewapokea wapelelezi hawa wa Wayahudi alikuwa anaishi pale. Hivyo basi Yeriko ni mji ambao umejaa mambo mengi ya giza, mji ambao una miungu, mji ambao hakuna mambo ya kimungu ndani mwake. Yesu Kristo katika habari za ukombozi, katika kuwakomboa watu wanaoishi pale Yeriko ambao walikuwa wamekandamizwa katika mateso, katika magonjwa, ikabidi sasa anapoenda Yerusalemu kwenda kumwaga damu yake apite Yeriko. Anafika pale Yeriko pamoja na wale wanafunzi wake, na mkutano mkubwa wakasikia kwamba Yesu anakuja. Alikuwepo katika ule mji wa Yeriko huyu mtu aliyekuwa kwanza alikuwa ni kipofu, alafu baadaye akawa ni mwombaji kipofu ambaye ni omba. Amekaa njiani, akasikia kwamba Yesu Kristo anapita. Na wataalamu wa maandiko wanasema kwamba imani huwa inakuja kwa kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Akasikia habari za Yesu. Yamkini alikuwa anatamani sana katika maisha yake, ni lini Yesu atakuja hapa Yeriko. Lakini historia ya Yeriko ilivyo mbaya, ilivyo chafu, Yesu atakujaje katika mazingira haya? Alikuwa anatamani sana Yesu aweze kuja. Aliposikia kwamba Yesu anapita pale na umati mkubwa wa watu, aliamua kutumia kiungo kimoja tu katika maisha yake ambao ulikuwa ni mdomo. Akapaza sauti yake na akasema, Yesu Mwana wa Daudi unirehemu. Aliamua kukimbilia maombi ya huruma ya Mwenyezi Mungu tu. Hakuanza kupiga makelele juu ya mambo mengine. Alikimbia kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu kwa Yesu. Unirehemu, mimi ni mdhambi, unirehemu. Na kati ya yale maombi alipokuwa anapiga kelele, maombi ya huruma ya Mwenyezi Mungu, wakaibuka watu kumkatisha tamaa. Wakamwambia, kaa kimya, wewe kipofu,
alafu ni mwombaji, usimsumbue Yesu. Mwache Yesu. Yesu ni kwa ajili yetu sisi ambao ni wazima. Na hapo unajifunza kitu kimoja kikubwa sana kwa ndugu zetu wasioona. Wamenyimwa kutokuona, lakini sauti yao ina nguvu kubwa sana. Ukikutana na kwaya ya watu wasioona, sauti yao ni kubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu, inagusa mioyo. Sauti ya huyu ambaye hakuangalia mambo mengine machafu ya kidunia, alikuwa anaangalia nafsi yake, ametambua dhambi zake, ametambua uovu wake, kwamba naomba tu huruma Mwenyezi Mungu, ilimfikia Yesu. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Na hiyo basi, Yesu katika safari yake ya kuelekea kule Yerusalemu ilimfanya asimame. Kumbuka, watu wengi walikuwa wanapiga kelele, wanamuomba. Kuna mmoja anakuja, mwanangu anaiki, wanapiga makelele, lakini sauti iliyomfanya Yesu asimame ilikuwa ni sauti ya yule kipofu alipoomba huruma ya Mwenyezi Mungu. Na maana kwa Bwana Yesu amezungumza nasi kupitia watumishi wake. Anasema kwamba duniani hapa mtajikuta mkiwa katika mazingira magumu. Maeneo mnaishi katika maeneo ambayo kuna nguvu nyingi za giza, na watu mnaokutana nao na wenyewe pia wameshajitoa maisha yao kwa ajili ya shetani. Utajikuta unavamiwa na watu ambao wametoa maisha yao kwa shetani kwa 100%. Utajikuta kwamba huna msaada, na unakutana na watu ambao wanakukatisha tamaa kila hatua. Unapotaka kuweza kufanya kitu fulani, kupiga hatua, kuna watu wanakukatisha tamaa, kama hawa walipomwambia nyamaza, usiongee. Lakini yeye akadumu katika huruma Mwenyezi Mungu. Yesu akasema, kimbilieni huruma Mwenyezi Mungu. Semeni kwa ajili ya mateso makali ya Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Semeni, Yesu tunakutumainia. Kimbilieni huruma Mwenyezi Mungu. Huruma Mwenyezi Mungu inamfikia Mwenyezi Mungu kwa 100% kubwa sana. Mwenyezi Mungu anajibu maombi ya kila mmoja ambaye amekimbilia huruma yake. Yesu alisimama kwa ajili ya huyu Bartimayo, kipofu na mwombaji, alipoomba maombi ya huruma Mwenyezi Mungu. Akasema, mwiteni. Wale waliokuwa wanamkatisha tamaa, kaa kimya, wakaenda kumwambia yule kipofu. Wakaanza, jipe moyo, inuka, anakuita. Wanafiki wakubwa walikuwa wa kwanza kumkatisha tamaa. Walipoona Yesu amesimama, hajawasikiza wao, amesema mwiteni huyo, wanaanza kumwambia jipe moyo. Ndivyo dunia ilivyo. Siku Bwana akijibu maombi yako, katika hata yule mwimbaji alivyosema, usinipite Mwokozi, unapozuru wengine na mimi pia unikumbuke. Wakikuona Yesu amekuinua, amekukazia uso, amesimamisha mambo yote kwa ajili yako, wanaanza kujipe moyo. Huyu ndugu katika hilo neno la jipe moyo, kwamba Yesu anakuita, alifanya kitu kimoja kikubwa. Alitupa vazi lake aliyokuwa nalo, akaruka. Vazi lilikuwa linamsumbua, lilikuwa linamfanya ashindwe kuweza kukimbia, kwa sababu vazi ndio lilikuwa linamfanya ajifunike kwa sababu ya kipindi cha baridi. Kuna vitu ambavyo tuko navyo vinatufanya tujifunike kwa ajili ya kutopata baridi. Vitu hivyo vinatuchelewesha katika swala zima la kwenda kukutana na Yesu Kristo. Unajikuta asubuhi umejifunika blanketi, umejifunika huko ndani ya neti, umejifunika pale. Unapaswa kuweza kuondoka, uruke, uende ukakutana na Yesu katika ibada ya misa takatifu, ukakutana na neno la Mwenyezi Mungu. Bado unakataa kwa sababu mvua inanyesha, kwa sababu kuna baridi. Unakataa kwenda kanisani, unakataa kukutana na Yesu ambaye amesikia maombi yako, unakataa kwa sababu ya baridi. Huyu alitupa pembeni vazi lake, akamwendea Yesu, na Yesu akamwambia, unataka nikufanyie nini? Alijibu moja kwa moja, akasema, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Na Yesu akamwambia, kilichokufanya uniite saa zile ilikuwa ni imani yako. Sasa kwa ajili ya imani hiyo ambayo umekuwa nayo sasa, imani yako imekuponya. Na yule ndugu akapona muda ule upofu wake. Mtu aliyekuwa anakaa Yeriko, aliyevunjishwa, aliyekatishwa tamaa na wale walikuwa wanamfuata Yesu, akapona. Na wale wengine ambao kazi yao ilikuwa ni kumkatisha tamaa huyu Bartimayo kipofu, wakabakia na magonjwa yao, hawakupona na misiba yao. Angalia katika maisha, unawakatisha tamaa hawa wanaofanya maombi kwa Yesu, au unawainua? Na wewe ambao umekatishwa tamaa, upo katika mazingira magumu ya Yeriko, unawasikiliza hawa wanaokatishwa tamaa, au ukaze uso wako, sauti yako kwa Bwana juu ya maombi, akujibu kwa ajili ya imani?
Simama katika imani yako na imani yako ikuponye. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.